العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endelea tafsiri ya Qur'ani ya suratul Anbiya. Tulisimama kwenye aya 41, tunaendelea kwenye aya 42. قوله سبحانه وتعالى فيما معناه حراسة الله وحفظ الإنسان وعدل الحساب. hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ulinzi wake kwa mwanadamu na uadilifu katika hesabu, kwenye aya ya 42 hadi 47. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يقول الله تبارك وتعالى قل سما من نani yaklaukum, anayeweza kukulindeni. Man nani yaklaukum, anaweza kukulindeni billaili, katika wakati wa usiku, wa nahari, na mchana, min arrahman, kuepukana na yatokanayo na mwingi wa rehema, yasikufikeni atakapokasirika mwingi wa rehema akakuleteni adhabu. Ni nani atakayekulindeni akakuzidieni adhabu? man yaklaukum bil-layli wan-nahar min ar-rahman bal hum, lakini wao hao makafiri, an dhikri rabbihim, kutokana wadhi wa Mola wao, muridhun, wao wanapuuza utajo wadhi wa Mola wao, yani mawaidha ya kitabu kitukufu Qur'an. bal hum an dhikri rabbihim muridhun. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم لهم آلهة, au wana wao miungu, tamnahum min dunina, inawazuia miungu badala yetu sisi, badala ya Mwenyezi Mungu, inawazuia na yale yatokana kwake badala ya Mwenyezi Mungu. Wanayo miungu wao. am lahum alihatun tamnahum min dunina la yastati'una nasra anfusihim, hiyo miungu haiwezi kujisaidia yenyewe. wala hum minna yushabun, wala hawana wao wa kuwatetea, kuwahifadhi, kwa maana ya kuwahifadhi siwapate ile adhabu. wala hum minna yushabun, wala hawana wao kutokana na yatokana kwetu, yushabuna, wanaoweza kuwatetea. wala hum, wala hawana wao, minna, yatokana nayo nasi, yushabun, wa kuwatetea yakawasiwafike, wakawahifadhi yakawasiwafike yale. bal mattana haulai, lakini tumewastarehesha hao makafiri, wa abaahum, na baba zao, hatta tala alaihimul umur, mpaka ukarefuka umri wao. afala yarauna, hivi hawaone, anna, hakika sisi, naati, tunaijia al-ardha, ardhi, nankusuha, tunaipunguza, min atrafiha, katika mipaka yake. Hawaoni, maana ishara ya kwamba hawana nusura. Miongoni mwa ishara kubwa kwao ni ile kujiwa Mwenyezi Mungu kuwaletea upungufu wa maeneo yao kwa kutekwa na Waislamu. Umeelewa? Ndio maana yake hasa inda mufassirin, walam yakhtalifu wala yakhtalifiana illa baadhi ulama alhadith min mufassirin ilhum ashabu jiografia, kwa sababu watu wa ulimwengu wa jiografia wanasema kweli ulimwengu unapungua kusini na kaskazini katika ulimwengu. Ukiangalia katika mtiririko wa ule mchoro wa ardhi katika satellite zao wanaona hivyo, lakini al-asli hapa kupunguka kwa ardhi na kusudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inda tafsir ni nini? Ni kule kuchukuliwa maeneo yao ni Waislamu. Tumefahamiana? Na hiyo hali inaendelea, kwa sababu mpaka kesho miji ya makafiri wanatokea watu wanasilimu, Uislamu unakuwa zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Tumeelewana? Baada ya kuwa ulikuwa una uadui mkubwa.
Hii ndio maksudio. Allah anasema afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Na hii ndio dalili inda mufassirin kwamba ile naqsul ardi huwa تغليب المؤمنين أو المسلمين على الكافرين. Ni ule ushindi wanaochukua Waislamu kwa makafiri. Tumefahamiana? Katika zama za Mtume Muhammad SAW, Mtume SAW alipigana zaidi, hakutoka nje ya miji ya Sham, ndio mwalimoishia. Kwa sababu mwanzo yeye miaka yake yote 23 pale Maka ilikuwa ni masaili at-tauhid, miaka 10 yote wakasilimu waliosilimu wachache, miaka 10 katika umri wake wa risala. Thumma baada miaka 10 akapewa hijra akina Madina, miaka 13 miaka 13 kule mwanzo, sio 10, miaka 13 pale Maka. Ni nini? Ni tauhidi, anapambana tauhidi. Miaka 10 mengine Madina ikawa ni masaili ya tauhidi kwa uchache, lakini ikawa masaili al-hukm wa sharia, masuala ya hukumu za Mwenyezi Mungu. Sasa Waislamu wanaelekezwa hukumu zao na sheria zao. Thumma al-jihad, kisha ikawa imeruhusiwa kupigana jihad. Tumefahamiana? Sasa jihadi ile aliyopigana Mtume sana wa kuanzia vita ya Badri, ndio vita ya mwanzo ya Uislamu, vita ya Badri. Kuanzia Badri ikaja Uhudi, ikaja Khandaki, ikaja vita tena mpaka akamalizia vita za Khaybar. Vita ya Khaybar ya Mayahudi ndio vita za mwisho kabisa, yale maeneo yale ya pale mipaka ya Jaziratul Arabia. Umeelewa? Lakini baada Mtume sasa, hii Qur'ani inashuka inaelezea kwamba maeneo ya makafiri yanachukuliwa. Ndio ikawa makafiri baada fathu Makkah, ikaanza kuchukuliwa fathu Makkah. Baada ya fathu Makkah ikapiganwa vita ya Hunain. Tumefahamiana? Baada ya Hunain ikaja ikapiganwa vita gani? Ikapiganwa vita ya Tabuk, ambao walikataa Warumi kupigana. Vikafuata vita vingine vya Khaybar mpaka Mtume sasa akafariki maeneo. Lakini Hunain wakashindwa makafiri, ikawa kitu kama hicho, vikawa vinaendelea vita. Lakini baada ya kufariki Mtume sallallahu wakartadi watu. Sana Abubakar as-Siddiq radhiallahu akapigana vita vya murtadin, akapigana mpaka Yamama, akaikomboa miji, ikarejea watu katika Uislamu. Akafa sana Abubakar as-Siddiq radhiallahu, akakamata khalifa sana Umar bin Khattab, akapigana miji ya Furs na Rum na akaishinda yote. Akamaliza Furs yote, akaipindua miji ya Shahinshah Kisra. Akaingia akaja Rum, akapindua miji ya Kaisar, akaja mpaka Afrika. Yaqulu Allah tabaraka wa taala afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha. Hiyo ndo maana yake. Tumeelewana? Sio maana kwamba labda Allah anafanya erosion tu. Masuala ya erosion hayo yamekuja, wanaona wafasiri ni tafsiri al-hadith, tafsiri al-hadith watu wa zama za karibu, lakini haiko katika asili ya hadithi. Inakusudiwa kwa sababu kinachoshuhudia hapa kwamba kweli ni tafsiri ni ile kukamatwa na Uislamu. Afahumul ghalibun, je, wao ni washindi au si washindi? Umeelewa hapo? Hichi kipande hichi, afahumul ghalibun, je, wao ndio washindi au sio ndio washindi? Wameshinda wakawaona nguvu duniani au sisi tuliowapa nguvu Waislamu? Tumeelewana? Kwa hiyo ndio usawa tafsiri. Qul innama undhirukum bilwahi, Allah anasema sema hakika na kuonyeni kwa wahi. Innama undhirukum bilwahi, hakika na kuonyeni kwa wahi. Wala yasma'u summu du'a, wala hasikii kiziwi wito. Wala yasma'u summu, wala hasikii kiziwi du'a, wito. Hakuna kiziwi anayesikia wito anaoitwa, akipigiwa kelele kiziwi utasikia nini? Idha ma yundharun, zama wanaponywa. Ndio wale hapa wanakusudiwa. Hiyo ni kinaya ya nini? Kinaya ya au istiara.
kalimatu isti'ara lilkuffar, wa makafiri ambao kwamba wamemili kwenye ukafiri wao, hawataki kusikia haki. Tumeelewana wala yasma'u summu du'a idha ma yundharun, zama pale wanaponywa. Wala immassatuhum nafhatun, na zama ikiwagusa dhuruba, yani sehemu ya adhabu min adhabi dhuruba, sehemu ya adhabu, dhuruba min adhabi, katika adhabu rabbika, mola wako, la yaqulunna, watasema ya wailana, ewe ole wetu, inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa madhalimu. Sasa pale watajuta, hiyo ni majuto, inna kunna dhalimin, kwa maana ya taassufi, wanajuta. Tumefahamiana wanadhu almawazin, Allah anasema na tutaweka vipimo, alqista, venye uadilifu, liyaumil qiyamah, kwa siku ya kiyama, siku ya hukumu. Fala tudhilamu nafsun shay'a, haitadhulumiwa nafsi chochote. Fala tudhilamu nafsun shay'a, haitadhulumiwa nafsi chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, ijapokuwa hiyo amali ya hukumiwa siku hiyo ni saizi ya uzito wa khardali. Wa in kana, ijapokuwa mithqala, uzito wake, habatin, ni tembe, min khardali, ya khardali, ataina biha, tutaileta hiyo amali huo uzito huo, wakafa bina hasibin. Mwenyezi Mungu anasema tunatosha sisi kwa wajuzi wa hesabu, tunatosha kwa sisi ni wajuzi wa hisabu, hatudhulumu. Hesabu yetu dakika maana yake very accurate. Tumeelewana iko sawa kabisa. Hivyo ndio anasema Allah subhanahu wa ta'ala, akitakuonyesha kwamba man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, la tudhlamu nafsun shay'a, fala tudhlamu nafsun shay'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Hadha indhar likulli minna, hii ni maonyo kwa sote sisi. Kwa nini? Kwa sababu anasema msemaji, fala tahtakrana saghiratan inna aljibala min alhisr. Utaona hii dhambi ndogo tu, acha mfanye, nitatubia kesho. Lakini asili ya mlima unafanyika kwa kokoto, au sio? Kwa hiyo tusipuuze madhambi tukaona kwamba labda utatubia kesho. Afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusa min atrafiha, ay afala ya'tabiruna bi nasri al-layli awliya'ihi ala adaihi. Tumeelewana? Hawaoni manake wale ile nusura Mwenyezi kwa wapenzi wake juu ya maadui zake, ndio maana ya aya. Afala yarawna, afala ya'tabiruna bi nasri al-layli awliya'ihi ala adaihi wa ilakihi al-umamil mukaththiba, na kuangamiza umma zitangulia, walqura dhalima, na miji iliyodhulumu, wa injaihi liibadihi almu'minin, na kuokoa waja wake wale waumini, wa fatul biladi haula Makka, na ufunguzi wa miji ilikuwa Makka wakati ule wa Mtume sallama, wa tanaqus ruq'ati biladi ahli shirk, na kupungua kwa maeneo ya miji ya watu washirikina. Hii ndio maana nini? Afala yaruna anna nati ardha nanqusuha min atrafiha. ثم قال الله تبارك وتعالى في قصة الأولى في هذه السورة، وهي قصة موسى عليه السلام، مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن. hapa kuna kisa cha Musa, hali ya ukaribu wa Qur'ani na Taurati, yale yanayohusu Taurati ukaribu wake na yanayohusu Qur'ani, ndio kwenye aya hii ya 48 hadi ya 50. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ولقد نكو حقيقة آتينا تلمبا موسى وهارون نكاكي هارون
الفرقان فرقان دلائل الواضحة من عند الله مما يقرأ والذي يفصل بين الحق والباطل. Dalili za wazi kabisa kutoka Mwenyezi Mungu katika visomavyo inaopambanua kati ya haki na batil. Ndio maana nini furqan? Wa dhiyaan, na mwangaza, ay nur. Wa dhiyaa, angalia hapa pana dhiyaa, hapa na nini adhiya, imetajwa dhiyaa. Wa dhikra lilmuttaqin, nini yanazungumzwa? Taurati. Umeelewa? Taurati akbar kutubullahi kabla alquran, kabla alquran kuteremka kwake, kabla nuzul alquran kana akbar kutubillah at-taurat yahkum biha an-nabiyuna walladhina amanu. Kilikuwa kihukumia mitume yote iliyokuja baada ya Taurati, inahukumiwa na Taurati. Umeelewa hiyo? Na walioaminia minjal Qur'an, baada ya kuja Qur'ani خلاص Taurati kabaki pale pake, lakini Qur'ani ikachukua nafasi kubwa zaidi. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, suratul Maida ya 15. Mwenyezi Mungu sasa anaelezea kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, lakini huku anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea Taurati anasemaje? Anasema wa dhiyaan wa dhikran lilmuttaqin wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa dhiyaa wa dhikran lilmuttaqin. Unaona kufanana kwa Qur'ani na Taurati. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ukiangalia aya hii ya 15 suratul Maida, urefu wake inasema hivi subhanahu wa ta'ala: ya ahla alkitabi, waliopewa Taurati ni nani? Mayahudi, au sio? Sasa kuja kwa Qur'ani, Allah subhanahu anahutubia, anawakhatibu Mayahudi na Manasara. Hii ni kuonyesha kwamba wao hana haki tena na influence yao, yani ule mtiriko wao na kwenda nao masuala ya itikadi za Kiyahudi na Kinasara, hawana nafasi tena. Ya ahla alkitabi kad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathir. Enyi mliopewa kitabu, hakika amekujilieni mjumbe wetu anakubainishieni mengi katika yale mnayoficha, mliokuwa mkiyaficha. Katika kitabu gani? Taurati. Wa ya'fu an kathir, na anasamea kutokana mengi. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, imekujia kutoka Mwenyezi Mungu nuru. Kule inasemaje? Ataina Musa wa Haruna al-furqana wa dhiyaa. Kwani nuru ni nini na dhiyaa ni nini? Kalimatani muradifatani, maneno mawili yanayofanana maana huitwa muradaf. Maneno mawili. Nini nuru? Nini mwangaza? Tofauti yake ni nini? Ukiambiwa nuru ni ile, kama mwangaza ni ule. Ndio hiyo ukaribu uliopo kati ya nini Qur'ani na Taurati. Wa dhikra, na Qur'ani kila pale imeambiwa inna nazzalna dhikra inna lahu lilmuttaqin. Na hata ile Qur'ani imeambiwa vipi? Dhalika alkitab la raiba fi hudan liman lilmuttaqin. At-Taurati jaa haqq almuttaqin wal Furqan jaa haqq liman almuttaqin. Vyote vitabu vile vilikuja kwa ajili ya kuwaongoza wacha Mungu wamche Mwenyezi Mungu. Ndio maana hapa wale waliokuwa wacha mkweli katika kitabu, ya ahla alkitabi kad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى جعل نفسه نور. Aya hii inabainisha kwa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kajalia nafsi kwa nuru. Thumma ja'ala nabihi nur, akamfanya mtume wake wa nani?
hapa wanabainisha kwamba kad ja'akum minallahi nurun. Nuru hii ni nani? An-nabii wa kitabu. Kusema bainisho bali wa kitabu. Kitabu gani? Qur'an mubin. Fallah nur wa Muhammad nur wa kitabu nur. Ndio bana wanasema fa kaifa yadhillu ala nur, vipi anapotea kwenye mwangaza? Man yadhillu, anapotea vipi ikiwa Mwenyezi Mungu ni nuru, mtume mwenyewe ni nuru, kitabu nuru? Iko wapi giza kupotea? Ndio maana tunasema akasema laqad taraktukum ala mithli albayda laylaha kanahariha la yazighu fiha illa halikun, nimekuacheni katika mwangaza kwa mfano ambao usiku na mchana, usiku wake ni kama mchana wake, hapotee umo aliangamia. Hapotee umo ila nani? Aliangamia. Katika mazingira hayo nasemaje? Si sawa tu? Naam, sadaka Rasul Karim. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwana. Nini hiyo? Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun yahdi bihi, anaongoa kwa nuru hiyo na kitabu hicho Allah subhanahu man ittaba ridwana subul salam, anayefuata radhi za Mwenyezi Mungu, njia ya salama, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na inaitoa kwenye giza kuelekea kwenye mwangaza biidhnihi, kwa idhini yake, wa yahdihim, na inawaongoa ila siratin mustaqim. Thumma yaqulu Allah tabaraka, angalia anavyosema sasa, anawatoa kama wanataka watoke. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Si ndio anavyosema? Baada ya kuambia kwamba sasa imekujeni nuru na kitabu inayoelekeza watu wanaelekea kwa radhi zake, anawaambia sasa wamekufuru wale waliosema kwamba inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Tunazungumzia walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan wa dhiyaa dhikran lilmuttaqin. Tumefahamiana? Tunaangalia muradafati al-kalam ma baina at-Taurat wal-Injil. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu. Mwenyezi Mungu sema, nani anaye uwezo wa chochote Mwenyezi Mungu akitaka kumwangamiza Masihi na mamaye? Wa man fil ardi jami'a, nani huyo? Yesu ana uwezo huo. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, ni yake Mwenyezi Mungu milki ya mbingu na ardhi na vilivyo ndani yake. Yakhluqu ma yasha, anaomba chaka. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Hakadha, kama hivyo ilivyo hali katika Qur'ani na ilivyo katika Injili, baadaye wanaletwa kwenye Qur'ani, muda ule umepita mpaka kule kilikubalike katika hii. Alladhina yakhshawna rabbahum, wale wa dhikra lilmuttaqin, wale ukumbusho kwa wale ambao imesema wadhiyaa. Walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana. Al-furqan ni man? Al-furqana ni uwazi wa hoja za Mwenyezi Mungu unaopambanua haki na batili. Wa dhikra na wa'adhi. Wa dhiya na mwangaza wa kufanya waliokuwa hawaoni waone. Wa dhikra ukumbusho wale waliokuwa wamejisahau. Lilmuttaqin, kwa wacha Mungu anaelezea alladhina yakhshawna rabbahum, ambao wanamwogopa nani? Mola wao. Alladhina yakhshawna rabbahum, ambao wanamwogopa Mola wao bil ghaib, siri kabisa. Wa hum minas saati mushfiqun, nao kwa ajili ya kiyama mushfiqun, wanaogopa. Ishfaq, wanaogopa kiyama kisa kikawakumba wakapata maangamizo. Wa hadha dhikrun, sasa anasema Mwenyezi Mungu, simetajua mle Taurati mwanzo Furqani ile, wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Wa hadha, na Qur'ani dhikrun ni wadhi mauidha mubarakun, yalobarikiwa. Anzalnahu, tumeiteremshayo. Afa antum lahu munkirun, wanaambiwa nani hapo? Wanaambiwa ahlu kitabi na makafiri. Afa antum lahu, hivi nyinyi kwa hiyo Qur'ani munkirun,
Mnaikanusha? Tumefahamiana eh? Kama mnakubaliana na yale yaliyoko kule na yaliyoko ni hayo, sasa mnapinga nini? Kad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Wa sadaqallahu adhim. Tuishi hapo ya 50. Tunajua kuondoka 51 inshallah. Sehemu ya pili ya kisa kilichoko na ataki kisa tu Ibrahim alayhisalam. Takuwa ni kisa cha Ibrahim alayhisalam.